Wananchi wa shehia za Mtoni na Sharifu Musa wamewasilisha changamoto zao mbalimbali zinazowakabili na kupatiwa ufumbuzi kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili iliyohitimishwa rasmi katika viwanja vya Betrasi wilaya ya Magharibi. Miongoni mwa changamoto zilizowasilishwa ni migogoro ya ardhi, kesi ya mauaji, ukosefu wa vyeti vya kuzaliwa pamoja na malalamiko mbalimbali ya wananchi yanodaiwa kudhulumiwa haki zao katika masuala mbalimbali. Kurudi 2023 tukenda pale ikasoma hati kama ilivyoandikwa na marehemu Talibrada Ali. Nyumba iko Mikunguni. Iliposoma ilipomaliza tukaambiwa watoto wanawake ndio nyumba hii na hii hapa ushahidi. Tulipokwisha kuzungumza tukamaliza pale tukakubaliana na watu wa wakfu. Mpaka sasa hivi kuna maduka mawili. Mtaleta pesa hizi ili zigaiwe kwa mujibu wa nini jamani, nauliza sheria gani itopatikana ili igaiwe ile pesa? Nauliza wanasheria wanambie itakuwa mdomo, kwa hati, kwa kitu gani? Na mamangu mdogo, mke wa mjomba wangu, aliuawa kikatili, na mimi nilikuwepo siku hiyo kwenye hilo tukio aliponyongwa huko kwenye kichaka. Tulikwenda tukamuona na askari walikuja pale wakafanya upelelezi wa mwanzo, wakamchukua wakampeleka hospitali Chake, lakini wakasema vipi? Wakasema jamani, huyu mtuhumiwa ni huyu aliyofanya tukio wiki zilizopita, kwa hiyo vijana wenu hivi na hivi na haki itapatikana. Lakini kwa bahati mbaya yule mama yangu aliuawa kikatili na akadhalilishwa na huyo muuaji, na muuaji akajificha takriban zaidi ya miezi miwili. Baadaye, baada ya hikma na busara za askari, akajitokeza akajisalimisha kwenye vyombo vya dola. Lakini baada ya kufunguliwa kesi, wakaanza kuambiwa hii kesi nyinyi bwana hamuna ushahidi. Sisi kama raia wa Zanzibar tunataka mtuweke sawa katika jambo hili. La kwanza, vyeti vya kuzaliwa mnatengeneza nyinyi, tunakuja kuchukua katika ofisi yenu, majina tunawapa sisi, lakini mwisho wa siku cheti hicho naambiwa kwamba ni feki, wakati mimi nikiwa nimeshahangaika sana. Jambo hili kwanza mlichukue katika hichi cheti. Jambo la pili, tunakuombeni sana, mnasababisha msongamano katika huduma za kiserikali. Wakati mnapotoa vyeti, vihakikini kabisa ili cheti kiwe kishahakikiwa. Huu ni mwaka mzima sasa nafuatilia cheti cha kuzaliwa ambacho nacho, sio kama sina, lakini kina matengenezo tu kidogo, lakini ni mwaka mzima cheti hicho hakijapatikana. Na kila nikifuatilia pale wilayani, wale makarani pale wilayani wananipa faili, wanaambia pekua humu kutoka hapa mpaka hapa. Faili la ukikuta jina lako la Sharifu Musa basi okay, lete utapata cheti chako. Napekua faili la kwanza, faili la pili, faili la tatu, yote failure. Hili ni tatizo. Mimi si mfanyakazi wa wilaya pale wa usajili wa vyeti. Mimi ni raia, tena ni mzee. Nimeshatumikia serikali hii karibu miaka 30 au 60. Lakini sasa na humo nilimotumikia nilikuwa ni karani, nafanya kazi katika kuchezea makaratasi meupe na faili nyeupe. Macho sasa hayana nuru. Mtakwendaje wilayani pale? Na ninakueleza we karani, nuru yangu ya macho imechafuka, sioni vizuri. Unanipa mafaili zaidi ya 6.
Kwa upande wao, watoa huduma ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia walipokea na kushughulikia malalamiko hayo, huku wakiahidi kuendelea kutoa usaidizi wa kisheria kwa wananchi wote ambao kesi zao bado zinahitaji hatua zaidi. Swali lako kwa ufupi nilichokielewa ni kwamba pana amri ya mahakama ilitolewa kuhusiana na shamba ambayo ina mgogoro, na kwamba umekata rufaa, na kwamba kuna changamoto kwenye upatikanaji wa proceeding ya mahakama ili ikuwezeshe kwenye zoezi zima la kukata rufaa. Ufupisho wa jawabu ni huu: tuonane, unioneshe wapi ulipokwama kwenye utafutaji wa proceeding, ili mimi kama afisa wa mahakama nikusaidie kwenye kuhakikisha proceeding hiyo unaipata, ili uweze kutumia haki yako ya ukataji wa rufaa. Lakini pia aliuliza kwamba kuna mkono mwingine. Mimi naomba kujibu Bi Kulthum kwamba kama kuna kesi imemaliza na sisi hatujaridhika, tunaweza kukata rufaa kwenda mahakama ya juu, na kosa la kuuawa, kosa la mauaji, hiyo inasikilizwa mahakama kuu. Kwa hiyo sisi tunaweza kukata rufaa kwenda kwa mahakama ya rufaa ya Tanzania. Kwa hiyo tunao uwezo wa kukata rufaa. Na kesi yako hujasema kwamba ilikuwa hapa Pemba, alikuwa kwetu Pemba. Kwa hiyo nakuomba mtoto wa kike, lakini kulingana na kumbukumbu zangu, mnaoelewa pia hii kadhia kuwa kweli waraka ule uliandikwa kwa majina ya mtoto wa kike, lakini kuna kipengele kinasema mzazi endapo atazaa watoto wengine nao wataingia katika wakfu ule, kwa maana kuwa wakfu wanaangalia kile kipengele, wao ndio wananufaika. Lakini kuhusiana na kunufaika kwao na yeye kuambiwa hame, bila shaka inaonekana kuwa wakfu ule kikawaida wale walioandikiwa kule wakfu wanatakiwa wao wote wanufaike. Labda inaonekana kuwa wengine hawanufaiki na wote wameleta malalamiko yao wakfu, kwa hiyo ndio ikaonekana labda wao wahame ili kuhakikisha nyumba ile inakodishwa na manufaa yale yote yanapatikana kwa wale watu wahusika na watoto. Lakini naweza ngalichukua ili swala lako nende ngalifuatilie vizuri huko ofisini, kwa maana kuwa tunaweza tukaangalia namna gani ya kuweza tukalisolve hili swala lako. Isipokuwa ndugu wananchi, mara nyingi mnakuwa mnakimbia zile taratibu, mkiambiwa mwene mkatoe kopi alafu murudi, mnakuwa hamtaki, kwa maana mnakimbia taratibu. Lakini kikawaida ukishakuwa cheti chako unatakikana utoe kopi, unarudi na unapigiwa mihuri ya uhakiki. Alafu naomba nitoe indhari moja, huu uhakiki huu kikawaida unatofautiana katika maombi au huduma za taasisi tofauti. Mfano, pengine kijana kenda kuomba ajira sehemu kwenye kampuni ama sehemu nyingine yoyote, uhakiki ule kikawaida unakaa muda wa miezi 6 tu kwa mujibu wa taratibu ya taasisi husika. Ukimpelekea mtu uhakiki uliopitiliza pengine mwaka mzima, na kuwa hauamini kutokana na kwamba forgery jamani zipo nyingi. Kwa hiyo kila unapokwenda kuomba huduma katika taasisi tofauti, unawezekana ukaambiwa kafanye uhakiki wa cheti, pengine inawezekana ushafanya ule uhakiki, lakini vipi, kutokana na ile matakwa tu ya taasisi husika inabidi urudi tena kwa ajili ya kupata nini, certify ambayo iliyopatikana kwa muda ule ambao unaomba ile huduma husika.
Kampeni hii imesaidia sana kuibua hamasa ya wananchi kuweza kutambua zile haki zao. Kama tumeona kwamba migogoro mingi, wananchi wengi wamepata hamasa ya kuwasilisha malalamiko yao na migogoro yao, ambapo mpaka kufikia siku ya leo tuna migogoro mengi sana ambayo nusu yake tulishafanyia kazi tayari papo kwa papo, lakini mengine tumeyachukua kwa ajili ya kuyafanyia utekelezaji kwa siku zinazofuata. Kampeni hii haimaanishi kwamba kukamilika kwa siku ya leo ndio tushafunga hili zoezi kiujumla ama rasmi. Bado huduma za msaada wa kisheria zinapatikana katika wizara, katika ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, idara ya Katiba na msaada wa kisheria iliyopo Mazizini, kwamba migogoro hii yote ipo pale, tutaifanyia kazi na kuhakikisha kwamba wananchi wote wamepata haki zao. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika hafla hii muhimu ya ufungaji rasmi wa utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia awamu ya pili katika wilaya yetu ya Magharibi A katika ngazi ya shehia. Kwa niaba ya ofisi yangu, kwa maana ya ofisi ya wilaya ya Magharibi A na watendaji wenzangu wote, tunapenda kutoa pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kushirikiana katika kusogeza huduma za msaada wa kisheria kwa ukaribu kwa wananchi. Kampeni hii imeratibiwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar na Wizara ya Katiba, Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ni kwa sababu ya mashirikiano mazuri ambayo viongozi wetu wakuu kwa maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Tuwapongeze sana na naomba tuwapigie makofi. Ndugu wananchi, kama tunavyofahamu, tarehe 20 Juni 2026 kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale katika viwanja vyetu vya Dole, wilaya ya Mjini Magharibi, wilaya ya Magharibi A. Na hapa niaomba kupitia shehia hizi zetu ambazo tumekutana, nitoe shukrani sana kwa masheha wote ambao kwa kushirikiana na viongozi wengine kwa kufanikisha shughuli ile ikafana ikawa ya kipekee. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Baada ya uzinduzi huo, utekelezaji wa kampeni ulianza tarehe 21 Juni 2026 na umeendelea kwa muda wa siku 15, ambayo leo ni siku 14. Kesho tutaenda kumalizia siku ya 15, ukitarajiwa kukamilika rasmi tarehe 5 2026 Julai katika mkoa wa Mjini Magharibi, na nadhani tutamaliza kwa wilaya yetu ya Magharibi A pale kwenye viwanja vya Dole ambapo ndio tulifungua kampeni yetu hiyo. Leo tumekutana hapa kutoa elimu na huduma za msaada. Baada ya uzinduzi huo, utekelezaji wake wa kampeni ulianza tarehe 21 kama tulivyoona, na leo tumekutana hapa kutoa elimu na huduma za msaada wa kisheria kwa shehia ya Mtoni na Sharifu Musa
ikifuatiwa na kufunga utekelezaji wa kampeni hii katika wilaya yetu kwa mikutano ya kukutana na wananchi pamoja na kushukuru kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana. Na hii naomba niwashukuru watendaji wetu au watoa huduma, licha ya kwamba leo tuna siku ya 14, licha ya kwamba si tokea siku mmeanza kama mlivyoeleza wenyewe, mlikuwa mnakutana na umati wa watu ambao umekuja kuchukua huduma, lakini bado hamkuchoka, mmeendelea kuwasikiliza mpaka leo tulipokuja kufunga mswada huu au kufunga shughuli yetu hii, na bado mliona ina haja ya kuwasikiliza na kuendelea kutoa majibu kwa zile changamoto ambazo zinawakabili. Ndugu wananchi, lengo kuu la kampeni hii awamu ya pili ilikuwa ni kuhakikisha huduma za msaada wa kisheria zinawafikia wananchi wote, hususan wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za wakili pamoja na makundi mbalimbali, ili kuwawezesha kupata haki kwa urahisi na kwa wakati. Kiukweli mmenisaidia hata katika ofisi yangu. Kuna utaratibu wa wananchi wetu kuja katika ofisi ya wilaya kuja kutoa changamoto zao ili waweze kusaidiwa zile changamoto ambazo wanakuja nazo. Nimeimagine kwamba watu wote hawa ambao wao waliwasikiliza, wakati mkuu wa wilaya anakuwa na majukumu mengine na muda wa kuwasikiliza wananchi ni muda mchache sana, nimeona kuna haja ya hawa watu wetu kumbe kutenga siku kama hizi kuja kufanya kampeni kama hii, kuwasikiliza wananchi wetu, kwa sababu wamekuwa wanatoa msaada mkubwa katika ofisi zetu. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike.